na tu kama Gideon hivyo miaka kama hiyo. Bwana asifiwe sana. Hey, I was about around 19 years, na mwaka huo wa 78 Yesu akaniokoa. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu amenipeleka. He is my Ebenezer. Hallelujah. Mimi ni mzee wa mke mmoja, mke wa ujana wangu. Hallelujah. Najua naweza kuwa na mke mwingine nilipata jana. Kwa hivyo niko na mke mmoja, mke wa ujana wa nilimuoa tu miaka hiyo tu nilipokuwa kijana, na akakuwa katika neema ya Bwana kama vile wengine wanaoa hapa, na tunashukuru. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo na nilikuwa nikimshukuru Mungu wakati mambo ilikuwa inatangazwa hapa ya kwamba tuwaombee hawa ambao they are focusing to enter into a holy matrimonial wedding. Sikulikuwa na tangazo ina hiyo. Nafikiri sisahau. Nilikuwa nakaa naona. Na kwa hivyo ni vyema hata wewe ukishuhudiwa ya kwamba unajiandaa kuingia katika ndoa takatifu. Hiyo ni bora sana. Na kwa hivyo I'm a man of one wife, 4 children and 4 grandchildren. Bwana asifiwe sana. Hapo kwa watoto inaweza kuwa hiyo imefika hapo, lakini kwa grandchildren inaweza kuongezeka. Bwana inuliwe sana. Zaidi ya hayo ni kwamba nimeletwa ili niweze kutamatisha mada ya mwezi huu, ambao sijui kama mwenye kutuwekea atatuwekea pale tuone hiyo mada ambao ni ya mwezi huu, ambao basi kwa sababu kanisa letu tuwapata mada ya kutuongoza katika mahubiri kila wakati, na hiyo ni bora, na ni bora sana. Inasema winning in the fruit of the spirit. Ajabu ni ya kwamba mimi ile iko kule naweza kuona tu winning, hiyo nyingine siwezi kuona. Ngodo, wewe ukisimama hapo unaweza kuona hiyo nyingine isipokuwa winning. Ni winning tu utaona. Kwa hivyo tunakubali. Hallelujah. Na mimi ushukuru kwa sababu our lead pastor akisimama hapa anasomanga hizo vitu. Lakini Biblia inasema kwamba kila kitu na wakati wa. Kuna wakati tulikuwa tunaruka kama nyinyi, ile mnaruka hapa. Na nashukuru Mungu. Wakati huu sasa, wakati unaona nimefanya namna hii, nimeruka yote. Usitarajie ingine. Pastor Sharon, wakati unaona nimeruka tu namna hii, usiseme kwamba ndego uruki nimemaliza. Na ukiona unasema zunguka, unaona nasunguka na style, wewe ningojee tu nisunguke na style. Itakuwa ni tule bora. Sababu Bwana asifiwe sana. Ni muda tu. Na kama naongea uongo, tukifika mbinguni utaona. Italetwa hiyo kanda. Uone hiyo miaka nimekwambia 70 vile nilikuwa nacho. Hata nilikuwa naruka, tulikuwa tunaruka ndarama. Hizi vitu tumekuja baadaye. Tunaruka ndarama, lakini yote Mungu ni mzuri. Winning in the fruit of the spirit. Hallelujah. Na kwa hivyo mada hiyo imekuwa ni mada nzuri, kwa maana ni mada ambao yaweka mioyo yetu katika utayari wa safari ya mbinguni tukiwa tunashinda. Mada ambayo inatayarisha moyo wako na akili zako kujua ya kwamba wewe you are a sojourner. Wewe ni msafiri. Duniani ni wapitaji tu. Na kwa hivyo mada hiyo mimi nimepokuwa nikisikia ikifundishwa na nimepokuwa nikisikia ikielezwa, nimekuwa nikijua kwamba inaniandaa aidha kwa unyakuzi wa Kristo akija mimi niende mbinguni, ama nitakapolala basi neno hilo litakuwa baadhi ya mambo ambayo ataniinua kumlaki Kristo mawinguni. Na kwa hivyo naamini ya kwamba wewe unatarajia kuwa mshindi. I believe this word winning, it is a present continuous tense. Bwana asifiwe sana. Kama kuna kizungu naweza kumbuka hiyo kizungu ya before, kwa sababu sasa hiyo kizungu ni kizungu ya zamani. Kizungu ya siku hizi ni kizungu ambao iko na ZZ nyingi na SS nyingi, sababu ni the improved English. Bwana asifiwe sana.
Hata mimi nikiangalia nikiangalia naonanga dictionary inaitwa Oxford New Edition. Kwa hivyo si ile nilisoma nayo. Kwa hivyo kuna ile ya siku si na yote inakubalika. Hallelujah. So I believe in you and in me. Tutajua ya kwamba this is a present ni kusema sasa na kuendelea, present continuous, ya kwamba nitaendelea ama mimi ni mshindi leo na nitaendelea kuwa mshindi. The Bible says we who are in Christ Jesus, we are more than conquerors. Hallelujah. Tulio ndani ya Kristo. Kwa hivyo si ati wewe ukiwa nje ya Kristo, ni aliye ndani ya ni mzaidi ya nani? Ya mshindi. Na kwa hivyo katika kitabu hicho cha Wagalatia, mlango huo ni wa 5 na mstari huo wake wa 16. I believe we are there. Sharon, sijui kama utakuwa ukinisomea na Kiswahili kwa sababu niko na Kiingereza. Hiyo ndio tabu tulio nao sisi watu wa zamani. Tunaweza kusoma Kiingereza kidogo, na saa nyingine tunashindwa kujieleza na Kiingereza kabisa. Na kwa hivyo tunaona kwamba badala tukwame, tuacha tu tukubali sisi ni wa before, na tutafanywa hii, tutaendelea pa vizuri pamoja na nyinyi. Iko hapa. Kusoma naanza soma. Bwana asifiwe. Asante sana mchungaji Kamau. Acha niweke hii yangu kando sasa. Tuende katika kitabu cha Wagalatia, mlango wake ni wa 5, mstari wake wa 16. Galatians chapter 5 and verses 16. Biblia inasema hivi, ama neno la Mungu lasema hivi: basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Haleluya. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Bwana anatupa hekima. Mungu anatia ndani yetu hekima ya kutembea, kwa sababu tumeambiwa kwamba we should be winners. We should believe in a life of winning day after the other. Kuwa washindi siku baada ya siku. Na kwa hivyo Mungu anapotarajia hayo kwetu, anaweka neno la hekima kwako wewe na kwangu mimi, ya kwamba watoto wangu, enendeni katika roho. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Neno hili limeandikwa hapa ni neno kali sana. Manake limeandikwa tamaa. Halikuambiwa kwamba utatimiza mapenzi ya mwili. Limeandikwa tamaa. Na tamaa ni mbaya. Wazungu sijui wanaitanga glutton ama ndio nini? Mtu wa tamaa. Tamaa ni mbaya. Na kwa hivyo limetumiwa hilo neno ambalo liko na uzito. Neno ambalo ukilipata kwa sawasawa litakueleza ama litakufanya wewe kuelewa kwamba Mungu mwenyewe ananitarajia mimi niwe mtu ambaye anatembea na roho. Bwana asifiwe sana. Na ndio sasa unasikia tunapoambiwa kwamba winning in the spirit in the fruit of the spirit, ni kumaanisha kwamba sisi tuwashinda tukiwa washindi, tukishinda siku baada ya siku. Haleluya. Na kwa hivyo ndugu yangu, wewe uliyookolewa, naamini ya kwamba jambo ama mambo ya tamaa, utajua kwamba kitu ambacho Bwana ama Mungu ametuambia kwamba tembeeni kwa njia hii, na hababu dhambi hizi zote 17 niza kupeleka mtu, si wewe ndio nimeondoa hiyo, niza kupeleka mtu kuzimu. Haleluya. 17 na hata nikaangalia kama hata huyu shetani akweli hata ana huruma. Kwa nini angeweka hata kama ine hivi?
ama ziwe kama kama 2. Anaweka 17 zisome pole. Na nilipokuwa nikizisoma nikajiuliza swali, katika hizi zote 17 nikajiuliza hivi, katika hizi zote 17, of the 17 mentioned sins which are manifest, Biblia imesema kwamba dhambi hizi ni wazi. Hallelujah, they are manifest and very clear. Nikajiuliza swali ambalo nilipenda tuulizane sisi wenyewe, how best are we out of them? Hizo zote 17, because you have declared yourself a winner in Christ. Hallelujah. I have also declared myself a winner in Jesus Christ. Kwa sababu nilipopiga magoti nikasema, Bwana Yesu, nimekupokea, nimewacha maisha ya dhambi, nitaongozwa na Roho, bla 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 bla. Amen. Nilideclare mimi ni mshindi ndani ya Kristo Yesu. Hallelujah. Na kwa hivyo nikawa nikitafakari katika hizi zote 17, how best are we out of them? Not out of any, out of. Manake Biblia imesema katika kitabu cha Timotheo ya kwamba wale watendao mambo ya aina hii hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ni vyema tu wewe kujipima. Paulo alijipima akasema ya kwamba mimi nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeulamaliza, safari nimekaza. So he testified, na akasema mambo ambayo aliyafanya, akikumbuka vile Mungu alimtoa kwenye ule ulimwengu wa dhambi pande ile nyingine. Hallelujah. Sasa hilo ni swali ambalo ni nzuri kwako na kwangu mimi kujiuliza, if I am a winner, or if I am winning in the fruit of the Spirit, of these 17, how best am I out of them? Na kama you are out of them, basi Mungu hata atatoa ujumbe kama zile tulikuwa tunahubiriwa na Bishop Emily akituambia kwamba ati wewe ni ndugu, ukiona ndugu kama huyu anakuja pande hii hata unahepa namna hii. Yaani wewe ni ndugu na unachukia ndugu mwenzako. Mahubiri aina hiyo yatakuwa yametolewa kwenye roho zetu. Bwana hatatupatia hiyo, atatupatia mahubiri ya haleluya, amen, tuende mbinguni. Hallelujah. Glory be to God. Philippians chapter 2 verse 13. Utukufu Mungu apewe, ama tumuinulie Mungu wetu utukufu. Wa Filipi mlango wake wa 2 na mstari wake wa 3. Kitu cha kwanza ni ya kwamba tumesema kwamba hutaweza kuishi maisha ya kiungu bila kuongozwa na Roho. Hiyo sisi tumekubaliana. Halo? Tumekubaliana hiyo ya kwamba hutaweza kuishi maisha ya ushindi kama hutaongozwa ama kama hutasaidiwa na Roho Mtakatifu. Mstari wa 13 wa kitabu cha wa Filipi inasema hivi: kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. God is working in you. Roho Mtakatifu anatuongoza. Mungu akiendelea kuitenda kazi hii ya imani, kazi hii ya wokovu, kazi hii ya ukombozi ndani yetu. Hallelujah. Mstari wa 12 inasema kwamba wale wako na Biblia ya Kiingereza inasema kwamba therefore work out your own salvation with fear and trembling, because God is working in you. Hallelujah. Kwa hivyo wewe utakapojiachilia, when you shall continue depending and submitting fully to the Lord, then God himself, you should know he is at work. Yeye ako kazini. Nakumbuka Kristo Yesu akisema ya kwamba
as my father is at work, so am I working. Alipokuwa unaulizwa sijui unahubiri, unafanya kazi Sabato, sijui unafanya kazi nini, akasema kwamba baba yangu ako kazini, hata ndio mimi pia ninafanya kazi. Kama baba hangekuwa kazini siku kama ya leo Jumapili amepumzika, tungekuwa na hewa ya kupumua? Hatungekuwa na hewa ya kupumua, sababu hii hewa ni baba anatupa. Haleluya. Na kwa hivyo nikaona ya kwamba ni vyema tuelewe hivyo, tuwe tukimpa Mungu utukufu, yeye ambaye amekubali kutenda kazi ndani yetu, ili atutende kazi ndani yetu, mahali shetani anaweza kuweka mambo haya yote. Nimekuambia 17 ili tuweze kuishi maisha ya ushindi. Haleluya. Mstari wa 22 mpaka mstari wa 23. Niliwaambia mimi ndiye mhubiri wa mwisho kuhusu hii mada, na kwa hivyo that's why I'm going conclusively. Ninayepita nikiwa kwamba natamatisha. Ukiangalia katika mstari wa 22 wa Galatia 5 mstari wa 22, Biblia inasema kwamba lakini tunda la Roho ni upendo. Tunda la hasa, hapo ndipo niko. Hapo ndipo niko. Hii mburungo nilikuja nayo, hapo ndipo niko sasa. Nilikuja na burungo. Sasa shida nilipata na hii burungo yangu ni kwamba nilikuja na tunda. Haleluya. Kwa hivyo although iko sawa tu, hii tunda nilikuja nayo, nikajaribu kuchuna, ikanishinda. Mrs. Kamau akanichunia, nikashukuru. Bwana asifiwe sana. Sasa Biblia inasema kwamba tunda la Roho, haisemi matunda. Nilikuja na 2. Ukiniona baada ya ibada pengine unaweza kusherekea hii nimeiguza. Hii iko sawa. Ukiniona baada ya ibada, Mrs. Kamau, wewe ndio ulichonga hii, ukiniona unaweza kukula hii. Basi Biblia haisemi matunda ya Roho. Kwa hivyo tunaondoa hiyo. Biblia inasema kwamba tunda la Roho. Bwana asifiwe sana. Na nikaja na chungwa, kwa sababu chungwa huwa na vipande. Haleluya. Kwa hivyo unaweza kukaa hii chungwa, unaindondoa hivi, alafu unaanza kumega kamoja. Sio inawezekana? Hata kama ni dhandara, unadondosha kamoja. Na kwa hivyo Biblia imesema ya kwamba tunda la Roho single, tunda la Roho ni moja tu. Nikawa sasa nikijifikiria, Mungu ametupa tu tunda moja. Shetani ametuwekea maburungo 17 ya kwamba kama utafanya hili unaweza tegwa na hili lingine, kama utaepuka hili utanaswa na hili lingine. 17. But our loving God has given us only one with 9 virtues. Hallelujah. Only one. Ikiwa na virtues ni nini kwa Kiswahili? With 9 virtues. Hiyo Waswahili mtatafuta baadaye kwa kamusi yenu ya Kiswahili. With 9 virtues. Virtues ni kitu ambacho ni cha maana mbele za Mungu. Visehemu 9 vya utendaji mzuri mbele zake Mungu. Visehemu 9. Asante sana Bishop. Visehemu 9. Yaani chungwa hii ingelikuwa na 9 pieces. 7 pieces in this one fruit. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba tunda hili Mungu hasemi ukule vile wewe unakulanga, ya kwamba tunadondoa kamoja. Ni hili tunda lote ulimeze mzima likiwa ndani yako, ili hizo zote zizungukange ndani yako. Haleluya.
Kwa sababu kikameka kamoja ka upendo, basi hako kengine ka furaha hakatakuwa. Are you getting me? Are you getting me? Ezekia akaambiwa kwamba basi chuo hicho ukikule kikiwa kizima kizima. The Bible says he was ordered, or he was told by the Lord to eat the scroll. The scroll is the writings which were written miaka hiyo ya zamani kama hii Biblia yetu. Hallelujah. Ukule hiyo scroll ikiwa mzima mzima. So ni kumaanisha ya kwamba wakati tunda hili la Roho litakuwa sasa limetulia ndani ya mioyo yetu. Sorry, si ndani ya tumbo. Ndani ya mioyo yetu. Kwa hivyo litatulia hapa. Halitatulia hapa. Litatulia wapi? Wakati tunda hili la Roho litakapotulia pale, upendo utakuwa unazunguka pale. Furaha itakuwa ile kizunguka pale. Unajua kuna tofauti ya furaha. This word. There is a difference between joy and happiness. Sababu joy comes from within. Happiness comes from without. Bwana asifiwe sana. Ukitendewa vizuri, nasikia asante. Hiyo ni furaha. But ile joy ububujika ndani ya mtu. Ububujika ndani ya mtu. Hallelujah. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Bwana anataka tunda hili la Roho litulie ndani ya mioyo yetu. And then litatufanya kuwa sisi ni washindi, ama ushindi utakuwa unachipuka, ama utakuwa unatokelezea tu ndani yetu. Because wakati jambo la mambo hii 17 ambayo imepangwa na huyu Satani, hii yote imepangwa na Satani hiyo yote, basi sisi tutakuwa tunasema kwamba naburundika ndani ya Bwana, mimi naburundika. Hallelujah. Kwa sababu wewe ikipangwa namna hii, unasema ya kwamba iko huko chini huku kumepanga Satani, mimi nakuanga huku juu na Yesu. Sababu hawezi kupanga juu, anapanganga chini. And I can prove to you that anapanganga juu, sasa chini, ili uteremuke. Uteremu hapangangi kule juu, anapanganga chini. Na kama unataka kujua ni ukweli, uliza Samsoni. Bwana asifiwe. The Bible says ya kwamba Samsoni akateremuka akaenda Timna. Biblia inasema kwamba alipanda. Abraham baba yetu ndiye alipanda wapi? Lutu akateremuka akaweka hema yake karibu na Sodomu. Kwa hivyo Shetani anapokuambia hili, wewe unasema huku mimi na filanga tu firi. Na filanga tu firi. Mimi niko sawa, kwa sababu niko na ye. Kwa hivyo dada yangu na ndugu yangu, lazima ujue ya kwamba, ama uwe ukijiuliza, wakati najipata chuki iko ndani yangu, lakini wakati najipata masanduku haya ya Shetani 17, pengine 3 ama 4 yako ndani yangu, ni kumaanisha ya kwamba ni mimi niliteremuka. Mungu akusaidie sana. Mungu anisaidie sana. Kwa maana ni kuteremuka, niliteremuka. The Bible says in the book of Acts of the Apostles ya kwamba one day when the Lord Jesus Christ is talking about a good Samaritan, one man went down from kutoka wapi mpaka wapi? Good. Kutoka Yerusalemu kwenda wapi? Yerusalemu ni mji wa amani wa Mungu. Haleluya. Yeriko ni mji wa raha. Kwa hivyo huyu ndugu alikuwa anateremuka kutoka mji wa Yerusalemu akielekea mji wa Yeriko. Ndio nikakwambia kwamba masanduku ya Ibilisi ameyapanga kule chini. Na sasa wewe uliyetolewa huko chini ukapandishwa mpaka juu, lazima iwe ya kwamba mimi ama wewe nachukua hatua zangu za kuteremuka kwa yale masanduku ya Satani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na kwa hivyo
mimi naona rehema zake Mungu sana, ya kwamba hajatupa kazi kubwa, na hili tunda Mungu ametupa si kubwa kama hili ambalo hata nikiambiwa nimeze siwezi kumeza. Ni tunda tu ambalo nainua mikono namwambia Bwana, naomba tunda la Roho likae ndani yangu. Na Bwana naye analiteremsha mpaka linakaa hapo, linatulia hapo, na ishi maisha ya mshindi katika tunda la Roho Mtakatifu. Haleluya. Neema ya Mungu ikutoshe na neema ya Mungu initoshe. Kristo akasema katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 29 mpaka mstari wa 30, 2 verses, ya kwamba take my yoke, it is easy and it is smooth. Imagine sasa wewe, Yesu anakuambia take my fruit. Take my fruit. It is sweet kwa sababu upendo ni mzuri, si ndio? It is good sababu joy ni nzuri. Actually kama Mungu anaweza tu kukupa furaha tu ya ndani, furaha tu ya ndani. Watu watakuona ukiwa miaka 70, alafu anakuuliza kwamba how old are you? Anamwambia I'm 70. And you look 50. Ni kwa sababu ya ile amani ya Bwana ambayo inakaa ndani yako. Ni hilo tunda tu linazunguka hapo kwako. Hallelujah. You shall not be weary. Isaiah anasema kwamba we shall run and we shall not fall. We shall not be weary. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tumwachilie Bwana. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Yesu aliposema take my yoke, ni hivyo tu Bwana anasema kwamba take my fruit. Uinue tu mikono yako mwambie Bwana, I am releasing myself to you, that the fruit of the Spirit will be in my heart, and the Holy Spirit will enable me to live a godly life in my life. Hallelujah. Naamini ya kwamba unlike the gifts of the Holy Spirit, kando na vipawa za Roho Mtakatifu ambazo hupeanwa kwa sababu ya utumishi mbali katika nyumba ya Bwana, tunda la Roho ni la kila mwokovu. Haleluya. Tunda la Roho ni la kila. Hey, umenisikiza vizuri? Karibu nikuuliza na hiyo Kijerumani. Na wanjigwa wega. Haleluya. Umenisikia vizuri? Wajaluo mko hapa? Ivinjo. Mulai. Basi ni kumaanisha kwamba tunda la Roho ni la kila mtu. Kwa hivyo dada, wewe uliokoka jana, wewe uliokoka katika crusade, wewe uliokoka miaka tuta, all of us, tunda la Roho ni letu sisi. Lakini mpaka tujiachilie mpaka tumwambie kwamba my Lord and my God, I am ready to take the fruit of the Holy Spirit to live in me, to enable me to live a godly life. Kwa hivyo hiyo utofautishe kando ya karama za Roho na tunda la Roho. Haleluya. Karama ndio zinapeangwa. Kama huyu ndugu ambaye anatuimbishanga hapa, ananiangalianga tu nikiwa nimesimama hivyo, anashindwa kwa nini siendi chini. Ndugu anaweka tonga mubea, uona woke awe muima tonga mubea, alafu anaona huyu mzee naye anazunguka kisaido tu. lakini uzuri leo nimejieleza, si ndio? Sasa hamutakwazwa. Haleluya. Na kuna nyingine ya ndani ambao Bishop Emily anajua. Amen. Hiyo nisiongee leo. Na kwa hiyo kwa hivyo ni kwetu kila sisi wote. In conclusion, this fruit is a godly given fruit.
This fruit is a godly given fruit. Kwa hivyo si bidii yako ama kufanya kazi kwako kwingi ama kufikiri ufunge siku 25 ukienda huko Katoloni. Hapana, ni tu wewe tu kumwambia Bwana, I surrender, I release myself unto you. Let thy goodness be in me 24/7. Hallelujah. Mwimbaji mmoja aliimba akasema kwamba, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Kwa hivyo nataka kumalizia nikisema ya kwamba hivi, vile niliambiwa nije nihubiri hii Bible. Hallelujah. Hii Bible, watu wa media, niliambiwa nije nihubiri hii Bible, na ndio nimehubiri. Ningelipenda uniweke hiyo neno Bible likiwa limesimama. Simeandikwa hivi. Sasa uliandike na uweka herufi kubwa. Neno hili unapolisoma, kama hili langu, hii yangu ni Biblia inaitwa Holy Bible. Si ndio hii Bible? Hii yangu ni New King James Version ambayo iko na 793 words. 793,000 word hii yangu. Sijui yako iko na mangapi, na sijui yako ni gani. Lakini hii in a nutshell inaitwa tu Bible. Na ndio hiyo imewekwa hapo kwa screen. Inamaanisha ya kwamba mimi nilipo kupata utafsiri kidogo tu, pengine wewe unaweza kuwa umepata kubwa kuliko hii yangu. Yangu inaniambia kwamba hiyo B ya kwanza inasema ni believers. Who are the believers? Who are the believers? Sema vizuri. Who are believers? Sema we are the believers. We are the believers. Na kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hii Biblia it is a believer's instructions before leaving earth. Kwa sababu duniani twapita, duniani twaondoka. Kuna ndugu yetu saa hii amempoteza, nimesikia hawapasa kutuambia kwamba kuna mazishi ya mmoja wetu, ya one relative wa mmoja wetu on Wednesday. Si huyo amepita? Ijumaa kuna watu walitembea kutoka hapa mpaka Kiriaini. Si kulikuwa na hiyo mambo ya kuondoka? Hata wewe na mimi tunaondoka. Na ukikataa kuondoka utaondoka. Hata ukikataa utaondoka tu. Na ndio mimi nimesema, mimi utembeanga nikisema kwamba kwetu kuzuri ni mbinguni. Mwimbaji aliimba hivyo, kwetu kuzuri nini la. Kuna huyo aliimba hivyo. I'm not a very good singer, lakini kuna huyo aliimba hivyo. Lakini ingawaje watu wengine ukiwaambia kwetu mbinguni kuzuri, siku hizi wanasema kwamba ni kuzuri lakini hatuendi haraka. Unataka kukwama kwa nini? Kwa nini unataka kukwama? Pengine mimi nikisema sikwami, utasema sababu kamezeeka. Kamekula miaka zaidi ya 60. Wacha kaende kakiendanga. Anyway, ni sawa tu, hakuna shida. So we are saying kwamba this fruit of the Holy Spirit, or this fruit of the Spirit, is a God-given spirit, which will enable you to live a godly life. Then the word of God will be giving you instructions before you leave this world. Na mwalimu mmoja alituambia hivi, you don't fail an exam because you are stupid. Huyo ni mwalimu katika darasa hiyo miaka ya before. Si nimemwambia hiki Kiingereza yangu na Kiswahili yangu ni ya before. Sasa kama 78 nilikuwa natafuta kazi. Unaona huyo mtu alikuwa ametoka shule miaka ngapi? Sasa akatuambia kwamba you don't fail an exam because you are stupid or because you are a fool.
you fail an exam because you don't read the instructions. Karatasi imewekwa pale mbele, instructions ziko pale zinakwambia kwamba hii sijui fanya hivi na hivi na hivi. Wewe umeingia, wengine wanasoma instruction, wewe uko hesabu namba 3. Wengine wanasoma nini? Instructions. Na wewe uko hesabu namba ngapi? 3. Wewe unafanya hesabu zote 10, unapata 2. Aliyesoma instruction clearly anafanya 7, anapata 6. Be careful to hear the instructions from these words, from this word. Be careful. Kama mimi naweza kumbuka Bishop Emily alihubiri nini 2 weeks ago. Na 2 weeks ago sikuwa nimeambiwa nitahubiri. Sasa ndio nianze kuchanganyisha nikiweka hili na hili. Lile Emily Bishop Emily aliweka hapa na mimi langu. Hiyo sifanya hiyo ukarabati. Lakini I'm telling you, every Sunday, every fellowship unapoenda, kama wewe ni wa Kizito, kuna fellowship ya Kizito. Unapoingia kwenye hiyo fellowship, kama ni Muumbi, kuna hiyo fellowship ya Muumbi. Neno litakapohubiriwa hilo, lichukue kwamba ni lako na ni Mungu ananena na wewe, na umwambia Bwana, yes I say yes. Yes I say. Tusimameni sisi wote. Nasema ndiyo, nasema ndiyo, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, nasema ndiyo. Je, unasema ndiyo ya kwamba kweli mimi leo nitajipeana, ama mimi kuanzia leo na utoa moyo wangu ya kwamba hakutapatikana sanduku moja ya hizi sanduku 17, vifurushi 17 za dhambi za ibilisi ndani ya moyo wangu, ili tunda la Roho liweze kutulia na kumiliki moyo wangu. I say yes Lord, I say yes Lord, yes Lord, yes Lord, I say yes Lord. Unasema ndiyo, nasema ndiyo, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, nasema ndiyo. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, jinsi umenena na mioyo yetu na ukasema kwamba tunda la Roho ni la kila mmoja wetu, naomba ombi hili bila kumtenga yoyote, ili ya kwamba kipimo ambacho kila mmoja wetu tumejipima, kama Roho Mtakatifu umevyozungumzana pamoja na mioyo yetu, Mungu tusaidie, wewe ambaye watenda kazi ndani yetu, ili katika hali yetu ya kuishi maisha ya ushindi, we will live victors in the Lord Jesus Christ. We will live victorious in Jesus Christ. We will live men and women who are on the holy calling which the Lord God has called us. How we glorify you, how we exalt you, Jehovah, because you are wonderful and you are gracious. Baba Mungu wetu, watu hawa wakiwa wameinua mikono wote, sisi zote tukiwa tumeinua mikono mbele zake Mungu, sisi zote tukiwa tumeinua mikono mbele zake Mungu, a sign of surrender, a sign of saying yes. Baba, ni ombi langu ya kwamba tunda hili la Roho litakaa ndani ya mioyo yetu, litakuwa na vipengele zote 9 ndani ya mioyo yetu, ya kwamba we shall live and we
our shepherd, and we shall not lack. Receive all the glory, receive all the honor, receive all the majesty, and all the exaltation, and all the adoration, because thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Last week evangelist Mutinda alihubiri, na tulipoenda pale kukaa tukiwa wazee, nilimwambia mwinjilisti, ulipohubiri ungeliita altar call, kwa sababu mimi nilikuwa na shida, na hata niliombewa na Pastor Mudhini tukiwa tuko pale. Pastor Dan wakiwa na Pastor Peter, tulipotoka pia wakanifuata, wakaniambia, baba yetu, tunataka pia hata sisi tukuombee. Wakanipeleka kwa magari, nikapishwa kwa magari, nikaitanwa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Pastor Peter, haleluya. Unaniona? Hey, si unaniona? Haleluya. Utukufu kwa Mungu. Pastor, si unaniona? Na kwa hivyo ni kumaanisha kwamba altar call ni nzuri. Hata katika service ya leo, wale walikuwa first service, mlimaliza vizuri. Tulipokuwa tumekaa pale, elder wetu hapa pia akasema kwamba mniombe. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba kama uko na hitaji, our bishop anapokuja, kama uko na hitaji, lolote tu wewe before God, come here. Usiende kuna kunungunika ama kulalamika, na ndego alihubiri na hakuita altar call. And I believe as for that, it is well. Bishop Emily, welcome. Na anapokuja, kama uko na hitaji, neema za Mungu zitakutosha. Hallelujah. God bless you. Naomba nyosha mikono yetu kwa Bwana Yesu. Sisi si wale tunaenda Yeriko. Tukitoka uwepo wa Bwana, tukiteremka chini. Naomba niwekewe mstari wa Galatia. Mstari huu wa Galatia 6. Hiyo ndio tunaenda kuomba nayo. Galatia 6. Angalia kazi za mwili. Naomba niwekee kazi za mwili. Galatia 6, kazi za mwili. Mstari huo hilo ndio tunaenda kuomba nalo, kuambia Mungu sisi hatuendi Yeriko. Nachukua muda kufungua hii Biblia, maana sijajizoesha nayo. Let me have my book. Wagalatia 5. Wagalatia 5 nishaiona kazi za mwili. Mstari huo mstari wa 16 naongea kuhusu karama za roho. But nataka mstari huo wa 19 ndio tutaenda unasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina,
Shinda tukifitini watu, fitini majirani. Faraka. Hii inasema faraka. So faraka ni mafarakano. Ile napapandua vizuri. Mafarakano. Uzushi. Hii ni rahisi. Uzushi. Husuda. Ulevi. Ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tuko na mbingu ya kwenda, wapendwa. Mungu anataka tukae Yerusalemu. Tusiende Yeriko, tusiteremke. That's my take home. Mara kwa mara tunasumbuka na mwili kwa sababu tunajiexpose wenyewe tu. Unateremka, unaacha uwepo wa Bwana, unaenda kwa matapiko. Leo tunasema la hasha. Usiruhusu mwili wako ukakutawala. Baki Yerusalemu, baki kwa uwepo wa Bwana. Ukiwa kwa uwepo wa Bwana, Roho wa Bwana atakusaidia. Na Roho wa Bwana yuko wazi, yuko huru, yuko anatuambia njoni kwangu, nitawasaidia, nitawawezesha. Mbona unashindwa? Ukiwa tumenyosha mkono yetu tunaambia Bwana, mimi siendi Yeriko. Nisaidie mwili wangu, nisaidie udhaifu wangu katika jina la Yesu Kristo. Msaada wa Bwana uko pamoja nasi. Naomba nyosha mkono yako juu, mwambie Bwana, nisaidie Bwana. Nimekuwa nikitaka kwenda Yeriko, siendi Yeriko. Jehova nisaidie nikiwa hapa tu Yerusalemu. Nikiwa tu hapa kwa uwepo wa Bwana. Nikiwa tu hapa ndani yako Jehova, nisaidie. Nimekuwa niking'ang'ana, nisaidie. Jisaidie mwenyewe ndugu, jisaidie mwenyewe. Wacha kiburi, jisaidie mwenyewe. Kuna watu wamejaa kiburi, wanasema nitaweza tu. Ukitaka kwenda Yeriko utaenda, lakini mbingu huna. Na tunafurahia mbingu hapa duniani wapendwa. Tunafurahia uwepo wa Bwana, mbingu iko hapa duniani. Na tunaona katika matunda ya Roho. Tumeona matunda ya Roho jinsi yanavyosema ya kwamba tukiwa hapa duniani tu na tukienenda kwa Roho, wala hatutazimia kamwe. Hatutatendea, hatutakimbia tukifuata tamaa za mwili tukizifurahisha, kwa sababu mwili hutamani. Ukishindana na Roho, unashindana na Roho. So ujiachilie Roho, ujiachilie wazi ya kwamba upate msaada wa Roho, upate msaada wa Mungu, naye atatusaidia. Atakusaidia wewe ya kwamba utafuata mwili, bali utakuwa mtu wa upendo mwingi. Utakuwa mtu wa upendo mwingi. Utakuwa mtu wa kudhihirisha joy, the joy of the Lord. Na unajua Mungu anasema ya kwamba furaha ya Bwana ndio nguvu yetu. Mungu anataka kukutia nguvu. Mungu anataka kusimamisha Yerusalemu, akusimamisha. Ya kwamba hasira itafanya kazi kwa maisha yako tena. Hasira hata ukichokoza namna gani, hasira itafanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Nakataa hasira ifanyie kazi. Nakataa usherati ifanyie kazi. Kataa, fungua kinywa chako, kataa. Usiseme ati mimi nimeshinda jana, nimeshinda zamani. Shetani yeye huja kila wakati kututafuta. Anatutafuta ili atupate. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa tamaa ya mwili, tunakataa kulemewa, tunakataa. Na tunasema sisi tunapiga mbio kwa uwepo wa Bwana. Tunapiga mbio, piga mbio, piga
pamoja na Mungu. Roho Mtakatifu, tembea katikati yetu, tembea miongoni mwetu, kila mmoja akapate ushindi. Sisi ni wale tunashinda, sisi ni wale tunasimama hima, tunasimama imara, tunashindaniwa na Yesu. Ukashindaniwe na Yesu, ukashindaniwe na Yesu. Yesu amesema mimi sitakuacha tena, sitakuacha kamwe. Amesema atatembea na sisi kila wakati, yeye hatuachi. Ukiona unashindwa ni wewe umemwacha Yesu. Usimwache Yesu kamwe, kimbia haraka kwa Yesu, utashinda katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati wa kushinda mpendwa, ni wakati ukashinde katika jina la Yesu. Shinda na ushinde sana, shinda na ushinde sana. Don't be idle. Usijiwachilie kuwa idle, kuwa hauna kazi, kujisikia hausisimuki ibada. Ni kwa sababu umekuwa idle. Na kuombea ukapate nguvu ya kukimbilia ibada, nguvu ya kukutana na wapendwa tukasujudu pamoja. Usishindwe katika jina la Yesu Kristo. Ukianza kuangalia matunda ya kushindwa, tunda la kushindwa, tabia, mienendo ya kushindwa, utaiona tu. Unajaribu kuinua mguu, ukimbilie ibada, unashindwa. Ambia Mungu, nitie nguvu, nitie nguvu, nitie nguvu. Mkapokee nguvu za Bwana, kwa sababu tunda la Mungu linataka kufanya kazi juu ya kila mmoja wetu. Tunda la Mungu la upendo, tukapendane wapendwa. Hata usipopendwa, wewe penda tu. Dhihirisha furaha ya Bwana, furaha ya Bwana, the joy of the Lord. Mtumishi wa Mungu aliposema, it's not a matter of happiness. Ukikimbizana na happiness, it is emotional. Wakati haujisikii, kwa sababu emotions zako ziko chini, utashangaa itakuwa namna gani. Lakini ficha ndani ya moyo wako furaha ya Bwana, furaha ya Bwana, furaha ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana, umetukimbilia. Yesu ametukimbilia na ametukumbatia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uko hapo, hujampatia Yesu maisha yako, hapo ndio mwanzo huko. Hujampatia Yesu maisha yako, haujawahi kuwa na siku yenye unasema hiyo siku niliomba ombi la toba. Haujawahi kuwa na siku ya namna hiyo. Unaweza kuwa umekuwa kanisani, ndio, nashukuru Mungu, lakini ni wakati wa kujitambulisha kibinafsi, ukajitambulisha. Naomba unyoshe mkono wako juu, taomba pamoja na wewe ambao hujampatia Yesu maisha yako. Huja kuwa na siku ya kusema nataka kuokoka. Leo ndio siku yako. Unaweza nyosha mkono wako juu. Baba Mwenyezi Mungu, tazama wanaotusikiza sasa hivi. Yule mmoja tu ulimkimbilia aliposema nakutaka, na leo unakimbilia ndugu, unakimbilia dada, wote walio kwa mtandao. Hata kama kuna wale wako katikati yetu lakini hawajasema wanataka kukimbilia, ukawakimbilie vile vile, ukawaokoe vile vile katika jina la Yesu Kristo. Kampigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu, kwamba leo tunda la Roho linafanya kazi juu ya kila mmoja wetu. Hatutachukia tena, hatutarudi Misri tena, hatutaenda Yeriko tena, kwa sababu uwepo wa Bwana unatutosha. Uwepo wa Yesu unanitosha. Haleluya, pokea. Pigie Bwana Yesu makofi tena ukimwambia uwepo wako unanitosha. Uwepo wako unanitosha Yesu. Nguvu zako zinanitosha, wokovu wako unanitosha. Kitu kimoja kilichomfanya
kama kuna mtu alitenda dhambi sana ni Daudi, lakini alishinda kwa ajili ya nini? Kuvunjika. Alikuwa haraka kuvunjika, wapendwa. Hiyo ni eneo sote twende tukaifanyie kazi. Vunja kiburi na uingie katika uwepo wa Bwana. Amua tu kuvunja kiburi, kwa sababu kiburi hakiingii mlangoni mwa Bwana. Njia ni nyembamba sana. Ukiwa na kiburi, ukifika pale hawezi toshea. Kwa njia hiyo nyembamba hatuwezi toshea tukiwa na kiburi. Wacha tuvunjike mbele za Bwana, naye ataingia na atakula, atakunywa pamoja na sisi. Pigia Yesu makofi. Asanteni wapendwa. Mungu atubariki.